Badala unapaka mzuri. Ndio moja ni 50. Street value. Hiyo anasema. Wanauza hadi 50. Sasa ni wholesaler. Ila kana iko tuliweza kuwa na joint operation ya Kieni East Sub County na Laikipia East, tukiwa kwa chini ya County Police Commander Laikipia. Tuliweza kuja hapa pahali inaitwa Ishuga ambaye iko chini ya Gakawa Police Station in Kieni East, na tukaweza kuingia kwa nyumba ya suspect mmoja. Tulikuwa tumepata information ya kwamba kwa duka yake anauza mbangi, na tuliweza kuingia kwa hiyo nyumba tukiwa wote na tukaingia tukapata mtu anaitwa Keriunga Gatheka wakiwa na bibi yake Abigail Owelu ambayo walikuwa wanauza kwa duka. Na wakati tulifanya inspection kwa hiyo duka tuliweza kupata misokoto ya bagi 92. Tuliweza kumuuliza atupeleke kwa nyumba yake ambayo iko nyuma ya hiyo plot, na kwa hiyo nyumba yake tuliweza kupata iko mtu amejifugia kwa hiyo nyumba na anaendelea kusokota bagi zingine. Tulijaribu kumweleza afungue lakini akakataa. Tuliweza kutumia uwezo ya polisi na tukaweza kuingia kwa nyumba tukampata huko ndani, na wakati tumefanya inspection kwa nyumba tukapata ya kwamba alikuwa na misokoto 692 ya bangi ambaye alikuwa already ametengeneza. Na zaidi ya hiyo kulikuwa na bagi nyingine ambaye haikuwa hajatengenezwa, ambaye kwa kipimo tuliona inatoshana na kilo 3. Na tulikuwa na ingine ambaye ni begu sambangi ambaye kwa kipimo tuliona ya karibu kipimo ya kilo moja. Halafu kulikuwa na zingine ambaye tunaita ni stones. There are 6 numbers, na zote kwa uwezo wa kupima tumeona ya karibia kila stone ya karibia kilo 3. Kwa hivyo waona ya kwamba kilo 3 kwa mara 6 hiyo ni kilo 18. So huyu ni mtu mwenye anafanya kazi ya mbangi both retail and anafanya kazi ya retail na commercial. So huyu tunawamweleza ya kwamba hata endelea kutuharibia mtoto ya kijana. Hii area imekuwa very notorious, na ndio tumeamua leo tufanye joint operation kwa sababu ya haribu watoto ya kutoka Nanyuki na pia ya haribu watoto ya kutoka wilaya ya Nyeri. Kwa hivyo tunatuma warning kwa wale wanafuta mbangi ya kwamba tutaendelea na hii joint operation kwa sababu hatutakaa chini kuona ya kwamba mtoto anaathirika. Na kwa wale wanafuta pia tuwaeleza ya kwamba hata wao tutawaendea, because hao ndio wanapromote hii mtu anaenda kuleta hii bagi, na hii bagi tunasitikisha kwa sababu ya kuja in form of sacks. Ukiona hizo stones hizo kubwa, unaona hizo gunia ziko hapo chini kubwa, ni kusema alikuwa amepokea mzigo ambaye ni gunia 2, ambaye sasa ni kiwango ameshauza ikabaki 6 peke yake. Kwa hivyo watoto wetu wanaendelea kuathirika kwa sababu ya watu wachache ambaye wanataka kujitayarisha. Kwa hivyo tunatuma warning kwa wao ya kwamba sisi kama idara ya polisi we are not going to relent. Nataka kusema kwamba last week wakati tulikuwa tunamwaga pombe nilikuwa nimesema kwamba tuta extend our operations mpaka Ishuga na upande ule mwingine, na leo tumefanikiwa, tumeweza kupata ile mali ambayo tumeweza kuonyeshana. Hii vita tutaendelea nao, hapo si mwanzo, hapo si mwisho. Kusema ukweli tutajaribu kupigana nao kwa sababu this is our duty, and the main duty ni kuona kwamba hiyo kazi ambayo ni kazi mbaya imeisha na watu wameenda kotini na koti imefanya kazi yake. Now, wakati makosa imetendeka security haina mpaka. Nataka kusema kwamba upande wa East tumekuja mpaka hapa Ishuga na tumefanya kazi, na hakuna kusema kwamba ati kuna mpaka. Ni kusema kazi ya polisi itaendelea na tutaifanya vizuri kabisa.